wazalendo baba. Ona wazalendo. Ona watu kisikuwa kibila wazalendo. Wazalendo wanaingia Uvira. Kuna tatizo. Baba unaona? Wazalendo. Unaona baba, ona batu, ona mamoto. Haikosa hata 200 moto. Ona batu. Ndoa waraka sana. Wazalendo wanaingia. Ona mamoto. Naam, amjambo tena ndugu msikilizaji na mtazamaji wa channel ya Mteba TV. Karibu tena kwenye habari zetu katika siku ya leo ikiwa ni tarehe 19 siku ya 3 mwaka 2025. Karibu sana kwenye habari zetu. Kama ni mara ya kwanza wewe kuungana na channel hii, inaitwa ni Mteba TV. Uweze kusubscribe, like, comment au kusabone kwa lugha ya Kifaransa, utakuwa unapata habari zaidi hapa kwenye channel ya Mteba TV. Leo tumekuandalia habari nyingi sana duniani kote, lakini bado tunajikita Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo pale ambapo bado mapambano na mapigano yakizidi kuendelea huku M23 na wazalendo pale Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Mambo mengi sana ambayo tumekuandalia ikiwemo Uvira, Bukavu, Baraka na maeneo mengi sana tofauti pale ambapo panakosekana usalama Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Endelea kufuatilia channel yetu kwa sababu inakupa mengi sana ambayo yanazidi kujiri kila siku, kila saa na kila mwezi. Muda wote matangazo yapo, kila vipindi vinazidi kupanda hapa kwenye channel ya Mteba TV. Unaweza kutafuta kwa namba ambazo zinaweza kupita hapo kwenye screen au tutaweka kule kwenye comment pale tutazipini, basi utakwenda kuchukua namba hizo, pia utapandikia habari mbalimbali pale. Basi tunaendelea na taarifa zetu kwenye mji. Tunaanza kwanza kwenye mji kabisa wa Baraka. Mji wa Baraka, masasi imeweza kulia usiku huu wa kuamkia tarehe ya 19. Masasi imepigwa sana kwenye mji wa Baraka mpaka watu wengi wameshindwa kuelewa kitu gani kinachoendelea maeneo yale. Wengi wakasema labda ni M23 au namna gani, lakini hakuna M23 maeneo yale, bali bado tunafuatilia, tutakuja kuambia kile ambacho kimeendelea kwenye mji wa Baraka. Lakini tunatoka moja kwa moja tunaingia kwenye mji wa Uvira pale ambapo wamaimai wengi sana wameweza kuonekana wakiingia kwenye mji wa Uvira kwa shangwe kubwa sana, huku wakiwa na usafiri wa mapikipiki bodaboda tu, wakiwa wamepanda wawili pikipiki zaidi nyingi sana mpaka kwa hesabu ilishindikana. Msafara huo umeweza kuendelea moja kwa moja mpaka kwenye mji wa Bukavu. Na wamepokelewa kwenye mji wa Bukavu. Imeweza kuonekana kwamba maeneo yote ambayo hawa M23 walikuwa wamekamata yako wazi, lakini wazalendo, tunarudilia tena, wazalendo wako Bukavu. Watu wengi wanatuandikia wazalendo hawako Bukavu, mbona hatuwaoni? Wao unajifungia nyumba, hauwezi ukajua kile ambacho kinaendelea. Lakini channel ya Mteba TV inazidi kufuatilia hatua moja baada ya nyingine kujua mahali wazalendo walipo na kila ambacho kinachoendelea. Watu tujaribu kuamini vyombo vya habari kwa sababu tunawapa kila ambacho tunafanya utafiti. Hatuwezi kupandisha kitu ambacho hakiko sawa. Hapana. Mjaribu kutuamini kabisa, na mlivyo subscribe na muendelee pia kutuamini kila ambacho tunakupandishia. Wazalendo wako kwenye mji wa Bukavu. Watu wengi walisema kwamba Nyantende walipigana Nyantende. Tulipata message zenu mnaandika walipigana Nyantende. Ni wapi jamani? Nyantende ni wapi? Kwa wale ambao watu wanaokaa Bukavu, Nyantende ni wapi? Nyantende ni Bukavu. Nyantende ni Bukavu. Ndipo mapambano yaliripotiwa tangu tarehe 18. Ni Nyantende. Nyantende ni Bukavu jamani. Ni kwenye miji kabisa ya Bukavu, kwenye site za Bukavu ndipo wazalendo walivyofanya mashambulizo katika siku ya jana. Lakini pia wamezidi kuingia wanazidi kuingia kwenye usafiri mbalimbali za bodaboda, wanazidi kuingia maeneo zote za Bukavu. Na kwenye uwanja wa vita kile ambacho kinaendelea, M23 hali ni mbaya sana kwenye uwanja wa vita. Sisi watu tunawaambia kila siku kile ambacho kinaendelea kwenye uwanja wa vita. Cha kufanya endelea kusubscribe na kushare na
comment pia na kusambazia watu wengine kwenye magrupu mbalimbali ili wao wanapata habari halali kabisa kutoka hapa channel ya Muteba TV. Wanyarwanda ambao ni M23 wana hali mbaya sana kwenye uwanja wa vita. Wamezungukwa sana. Hebu tuangalie kwanza jinsi wazalendo wanavyoingia kwenye mji wa Uvira na kuelekea mji mmoja Bukavu. Tutakuja kurejea. Leo waraka sana. Wazalendo wanaingia. Ona mamoto. M23 ina bahati. Vipo mingi ya hatari. Ona mamoto. Ona mamoto. M23 sababu kitu. Ndo babuyi wabo wazalendo babuyi wao wanaingia Uvira wana kama moto wa basi hapo kwa moto hapo tena biko watatu kumoto wazalendo babo wale watu biko la walalamikia bana ona wazalendo baba ona wazalendo ona watu kisikuwa kibila wazalendo wazalendo wanaingia Uvira. Kuna tatizo. Baba wazalendo. Unaona baba, ona batu, ona mamoto. Haikosa hata 200 moto. Ona batu. Naam, raia wakiwa wanasherehekea, wakiwa wanafurahi sana kwa sababu hawa wazalendo ni wazalendo kabisa wa kabila za Wabuyu ambao wameweza kuwasili kwenye mji wa Bukavu. Jamani, wamefika kwenye mji wa Uvira na kupita kuendelea mpaka Bukavu, na hivi wako Bukavu. Wewe utakataa, utakubali, lakini wazalendo tayari wapo, hawajadhibiti Bukavu ila wako ndani ya Bukavu tayari, huku mapambano yakiwa yanaendelea. Unajua hawa Wabuyu ni watu ambao wanapigana kwa staili nyingi sana. Wengi walisema wanasubiria risasi, wasikie risasi lipigwe papa. No, hawa ni watu wanaopigana tofauti. Wanapigana kwa nyuki. Niliwaambia wakati fulani hapa ya kwamba hawa sio watu wa mchezo sana na wao. Wa kutoka kule Mamanyema na wapi, hawako watu wa mchezo. Ni watu wanaopigana kwa njia tofauti kwa nyuki. Wao wanapigana kwa nyuki, wanaweka nyuki kwenye vikosi vyote vya M23, wanakimbia wenyewe bila risasi. Hicho ndio kikosi kiliingia tarehe 18. Watu walisubiria sana wasikie risasi. Masasi ilipigwa tarehe 18 ya usiku, tarehe 17 kuamka tarehe 18 ndipo masasi ilipigwa usiku sana, usiku kucha kabisa kwenye mji wa Bukavu. Lakini wengi wanasema kusikia masasi. Bukavu ni kubwa, maeneo ambayo wanaweza kupiga masasi inawezekana wao usisikie popote pale. La wengine wanaosha jamu na mapresha jamani. Kwa hiyo endeleeni kufuatilia channel ya Muteba TV, tutazidi kukupa habari zinazozidi kutoka hapa. Wale wanaoingia Bukavu tarehe 18 ni kikosi maalum ambacho kinapigana. Wao wana masasi, wana kila kitu, lakini wanapigana sana kwa nyuki. Wanatuma nyuki zinashambulia vikosi vya M23, lakini pia wanakuwa na mikuki, wanakuwa na mishale. Ni watu wanaopigana kenyeji kiasilia. Tuliwaambia wakati fulani, ukirudi kwenye video zetu zilizopita, tulikuwa tunakuonesha namna gani kwamba kuna vikosi vingi vya Mai Mai, kuna vikosi vingi vya wazalendo wanapigana tofauti. Tukaonesha kile kikosi. Ukirudi sana kwenye video zangu ambazo nishakuweka hapa, nishakuwapandisha video yao, tukasema hawa hawapigana na mipanga na masilaha, ila masilaha wanazo, bunduki wanazo, kila kitu, lakini wao wanatumikisha sana nyuki, wanatumikisha sana dawa za asilia. Ndio kikosi ambacho kiliingia Bukavu. Kwa M23 wanakufa kimya maeneo yale, na hautasikia risasi ya kwamba utasikia masasi. Wengi wanatuandikia Bukavu bado, lakini tena tunaweza kushangaa kwenye taarifa zetu ambazo tumerusha jioni. Wengi wanaweza kutuandikia kweli kabisa Bukavu tunashaanza waona. M23 ni watu ambao ni jeshi la hatari ambalo haliwezi kuruhusu wazalendo kuingia kwenye mji wa Bukavu. Kama wameruhusu vile, manake nguvu zimeisha. Tuliwaambia pale kote.
Tuliambia pale kote nguvu za M23 zimeisha tangu walivyowekea Rwanda, hizo sanctions ambazo walimpiga na kutokumsaidia tena. Hivyo bado vinaendelea, si kwamba vimeisha, na wamepewa masaa 24 M23, masaa 28 M23 watoke kwenye mji wa Bukavu, na wale hapa ni wazalendo. Waliwaambia mapema tokeni, kwa sababu sisi tukiingia tutawamaliza. Baadhi yao walitoka, viongozi kubwa walitoka kabisa tangu tarehe 18, lakini wale ambao wenye vichwa vigumu ambao bado wangali tu Bukavu wanajikalia wale M23 kwamba sisi tutapambana mpaka kufa. Fulani alisema hivi, tupambane mpaka mwisho tuone mtaisha. Watawapiga vibaya, mtaendelea kuisha maeneo yale ya Bukavu. Lakini sio hao tu, wale vichwa vigumu wengine wa M23 ambao walikutaniwa wako mule mapori, ambao leo walibakia pale Nyangezi pale, walibakia mule Nyangezi, sio walibakia Walungu, waliwaambia pale kote tokeni, amkusikia. Wewe wameshazungukwa yale mapori yote, yani wao ndio wanabakia sasa. Wengi wao hawajaonekana. Droni zao wenyewe zimeweza kuripoti, zimewashika picha na kutuma kwenye magrupu zao, na wakiomba msaada waje wawachukue na helikopta. Helikopteri itatoka wapi? Itapita kwenye anga gani? Anga gani itapita? Haiwezekani helikopteri yoyote ya kuingia kwenye maeneo yale. Kwa wanajikuta wameshindwa, wameshazungukwa, wengine hawajawaona, wamejificha. Kwa hiyo kazi ambayo M23 wanafanya, wengi wanavua gwanda zao, teni zao. Sasa hivi vita ambayo ipo wanaangalia sura, kwa sababu Wakongomani na Wanyarwanda au na Wanyamlenge tofauti, tuseme tu Wanyamlenge pamoja na Wakongomani kabisa halisi, sura ziko tofauti sana. Sasa ni vita kisura, wakaona sura yako wewe uko tofauti, wanakumaliza. Ndivyo ilivyo, na ndivyo ilivyo kabisa. Na mpaka sasa hapa maeneo mbalimbali hapa Baraka pamoja na Goma pamoja na Bukavu, hivyo ndivyo vinavyoendelea. Na wale ambao wako Marekani, mlishuhudia maandamano ambayo Wanyamrengo waliweza kuyafanya maeneo ya hapa Marekani kabisa. Waliweza kufanya maandamano ya kwamba wanauawa sana Wanyamrenge Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Wale ikulu kabisa, walienda ikulu ya bwana Trump, ndiko walipoenda wakafanya maandamano kabisa maeneo yale, huku wakionyesha picha mbalimbali ambazo zimeweza kupigwa kwenye uwanja wa vita, maiti na nini, wakiwa wanaonyesha pale. Lakini hata kushuhudia kile ambacho kilichoendelea, walifanya maandamano hayo na wakaondoka, na ndivyo ilivyo. Sasa kwa sasa hivi hali itakuwa tu ni mbaya kwa Wanyamrenge. Hali itakuwa mbaya sana kwa Wanyamrenge kwa sababu walienda kujiunga na M23. Ingewezekana wangisaidia serikali, ingekuwa vizuri sana, wangiwaamini. Sasa hivi Mkongomani yoyote haweza kaamini Mnyamrenge kabisa. Hapa tusidanganyane, yani ishakuwa ni chuki, mipaka na chui, mipaka na panya. Ndivyo vilivyo sasa hivi. Yule ambaye anawai mwingine ndiye anayemaliza. Ndivyo hivi ilivyo. Wakati M23 wataondoka na jeshi la Rwanda litakapotoka, habari itakuwa ni mbaya sana kwa M20 kwa Wanyamrenge ambao wamebaki. Na kama mnatusikia hapa, wa ndugu zetu Wanyamrenge ambao mpo pale Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, nyinyi mlifanya mubaya, amungeenda kujiunga na M23. Wengine wao wametoka paka Marekani, wengine kutoka Canada, wengine kutoka pale kambini Nyarugusu. Tunashuhudia kabisa wanaenda kujiunga na M23. Sasa mnafikiria mnajitengeneza kitu gani? Mngejiunga na wazalendo, ingekuwa ni vizuri sana. Sasa hapa kwa taarifa ambazo tunazozipata ni kwamba hali itakuwa mbaya, kwa sababu wale wazalendo ni kama watamaliza, kwa sababu tukiangalia Mnyamrenge ataingia wapi kwa sasa hivi? Hawezi ingia Rwanda. Kagame amechonganisha. Nyinyi mmekaa Kongo muda mrefu sana, ni kama Wakongomani kabisa, na mpaka President Felix Tshisekedi aliwaambia nyinyi ni Wakongomani, kwa nini mmeenda kujiunga tena na M23? Ni kitu ambacho ni kibaya sana. Kagame alienda kuwadanganya. Mkumbuke Rwanda, nyinyi Wanyamrenge mlikimbia Kagame pale, mlimkimbia pale Rwanda, na Kongo ikawapokea kama wakimbizi, na mpaka sasa mnakaa Kongo, na Kongo ilikuwa inawapenda sana. Lakini kwa sasa tunavyoona taarifa zinavyozidi kutufikia hapa kwa channel ya Mteba TV ni kwamba Mkongomani sasa hivi na Mnyamrenge ni hivi kabisa, popote halipo. So ndivyo tunavyoendelea taarifa zetu. Wanaweza kufanya maandamano, lakini wengine wanasema kwamba Wakongomani wamefanya maandamano hayo kwa muda mrefu sana, miaka 35 wakiwa wanafanya. Sasa hivi Wakongomani hawazungumzi tena. Taarifa hizo zimeweza kutufikia, wakasema Wakongomani hawazungumuzi tena. Sasa hivi ni vitendo tu. Angalia Felix Tshisekedi amekaa kimya.
hata kwenye mikutano yao za M23 hakwenda kabisa, amekaa. Kwa hiyo amekaa kimya, amejifundisha ukimya unafaa sana. Wakati amekaa kimya ni vizuri sana. Kwa hiyo tunaendelea kabisa na taarifa zetu ya kwamba kabisa wazalendo wapo kwenye mji wa Bukavu. Ukatae ukubali, wapo kwenye mji wa Bukavu. Na kikosi kinachofanya kazi ni kile ambacho tulikwambia. Ni kile ambacho pale Nyatende pale. Nyatende ni Bukavu. Jamani, ingeni kwenye ramani muangalie Nyatende ni wapi? Nyatende ni Bukavu. Nyangezi ndo kama mbali kidogo, lakini Nyatende ni Bukavu, kama masite za Bukavu. Kwa tunapoendelea na taarifa zetu, endelea kusubscribe na kulike na comment, endelea kusambaza habari hizo. Huku M23 wakizijua nguvu vibaya sana, huku wakijificha kwenye mapori, vikosi vinarundikana maeneo mbalimbali, huku wakiomba msaada ambao hautawezekana na wanakufa vibaya. Jamani, unajua channel Mtamba TV inachukua habari moja kwa moja, matukio haya kutoka kwenye uwanja wa vita penyewe moja kwa moja. Ni tofauti sana na wale ambao wanasikiliza maeneo mengine, na ndio maana tunawaambia endeleeni kufuatilia channel ya Mtamba TV juu utazidi kusikia kila kinachoendelea hapa kwenye channel hii, kwa sababu tunachukua habari moja kwa moja kwenye uwanja wa vita. Sisi tunapata habari, hata yoyote hajapata, hata jirani unayekaa naye hajapata habari, sisi moja kwa moja tumepata hizo habari. Tunapokutangazia, jaribu kufanya uchunguzi. Kuna watu wanaandika comments zao, uongo, wazalendo hawako mule, hawako pale Bukavu, hawako Bukavu. Subiria utaona kile ambacho kitaendelea wakati watasimama pale na kwenda kutangaza kwamba sisi tumeshakamata Bukavu. Alafu kuna wengine wanasimama wanasema kwamba habari za Bukavu acheni serikali. Serikali iko wapi ya kuachia? Serikali, hakuna serikali ya kuachia Bukavu. Serikali sasa hivi ni wazalendo ndio serikali, na ndio president na ndio kila kitu. President anaye anatoa tu silaha pale ili kazi endelee. Lakini kwenye mji wa Bukavu asubuhi, kwenye mji wa Uvira pia FRDC walishangaza sana. Wameenda kushambulia ngome za wazalendo, kitu ambacho walishindwa kuelewa. Maana FRDC wanatoka huko Makalemi kuja kushambulia wazalendo maeneo yale. Vita imeweza kusikika, masasi imeweza tena kusikika kwenye mji wa Uvira. Huko FRDC wakishambulia ngome za wazalendo, wamewapiga sana, na ndio maana watu wengi waliweza kutoa ushauri na kusema kwamba wazalendo popote ulipo usijichange na FRDC. FRDC ni M23 moja kwa moja. Hicho kitu mkizingatie, msitike ordre yoyote ya kutoka kwenye FRDC. Kumbuka FRDC washakula pesa, washakula makuta. Ni watu ambao wako pale tu kabisa, wanaenda kushambulia ngome za wazalendo kuliko waende Bukavu kwenda kupigana. Kitu ambacho kimeshangaza wengi sana kwenye mji wa Uvira siku ya leo. Masasi kabisa imeweza kusikika kupigana na wazalendo, kusumbua wazalendo maeneo yale, kitu ambacho hawakupenda kabisa na hasira imezidi. Lakini habari kuu katika asubuhi ya leo kwa ambao wako Marekani na mchana kabisa kwa ambao wako Afrika, popote unapotupata, ni kwamba wazalendo wapo Bukavu. Ukubali ukatae, kikosi kipo na kinatumika. Kikosi kipo kinatumika. Wewe kama unasubiria silaha usikie zilie, ni wewe sasa. Subiria zile silaha na mabomu. Vita sasa hivi ni vita mgomo baridi. Vita ya baridi inayoendelea. Wewe utasubiria risasi usikie bomu ilie, huku wazalendo wanafanya kazi kimya kimya maeneo yoyote unayojua. Kwa hiyo wazalendo wapo Bukavu, kubali itika wako pale. Kwa hivyo hapa ndio taarifa zetu kwenye channel ya Mtamba TV. Wazalendo ni wengi sana ambao mliweza kuwaona wakiwa wanasafiri kabisa kupita, hawakikaa hata Uvira, wameendeleza mpaka kwenye mji wa Bukavu. Na wamepokelewa kwenye mji wa Bukavu. Wale Wabuyu wako pale, Wabebe wako pale, Wamushi wako pale, Wafulero wako pale, makabila zote, Baluba bako kule. Kwa ni muungano wa wazalendo. Ni jeshi kali sana ambalo haliwezi kupigwa na mtu yoyote duniani. Lile jeshi litakamata Bukavu, na hivi watu wanasema Corneille Nangaa ameshakimbia, alishakimbia Bukavu. Yeye hajakaa Bukavu, hajaingia tu Bukavu na katoka. Yeye makao yake makuu iko Goma. Na Goma wanasema kwa sasa hivi haipo, kwa sababu hali ni mbaya ambayo ipo. Haiko pale, amekimbia, haiko pale kabisa. Na kama iko pale, watu wanasema afanye video Arushi, kwa sababu ni wazee wa matangazo. Wakina Willy Ngoma wote wamezima, hawasikiki. Walikuwa wakakamata wazungu quickly. Vitu kama hivyo vya hatari ni kama kuchekesha, lakini alikuwa serious, akiwa anawafukuza, haonekani tena kwenye mitandao ya kijamii. Willy Ngoma iko wapi? Pamoja na Corneille Nangaa wapo? Wakina Bisimo wako wapi? Walitembea kwenye mji wa Goma, wakawa wanaenda wanasalimiana, na huku wakiwa wanatafutwa. Ni kwamba
habari kuu katika siku ya leo, wazalendo wanazidi kusogea kuingia kwenye mji wa Bukavu. Ndio habari kubwa. Utakubali, utaitika, lakini pia utakuja kuamini kwamba tunachokuambia kila siku hapa kwenye channel ya Mteba TV ni kitu ambacho tunacho uhakika, kwa sababu tunakuambia na tunakuwekea video ya kila ambacho kipo kinapatikana. Ndivyo habari zetu ambazo tunazoendelea kwenye channel ya Mteba TV. Lakini maeneo yote ya Nyangezi, kama nyoyo ndio siongee tena, wazalendo wameshajaa sana. Pale Nyatende unaosikia ni Bukavu. Wewe umetuandikia kabisa. Kwa hiyo endelea kufuatilia channel ya Mteba TV, subscribe, like, comment. Tukutane tena. Naam, asante sana. Tunapo waaga kwa muda huu kabisa ni kwamba popote unapotupata tunapata message zenu, comment zenu. Wanaopatikana Tanzania tunawapenda sana, Kongo tunawapenda sana, Burundi tunawapenda sana, Uganda, Rwanda tunawapenda kwa sababu tunaona comment zenu. Sio hapo tu, Afrika Kusini, Afrika DCD, Afrika nzima tunapata comment zenu. Popote kwa yule ambaye anazungumza Kiswahili, habari comment zenu zinatufikia. Asante kwa wale ambao wanapatikana Marekani, Uwayo, tunapata comment zenu. Kwa wale ambao wanapatikana Australia, kuna watu wanapatikana Canada, watu wanapatikana Ulaya mzima. Na rusha habari hizi, matangazo haya kwenye grupu zote duniani. Tunaruhusu popote, grupu zote za WhatsApp, sambaza na waambie watu wa subscribe, kwa sababu ni channel inayokupa habari moto, habari kutoka kwenye uwanja wa vita. Tunajichotea habari sisi tunavyotaka, sisi tunakupa habari hizo. Tunajaribu kukupa kila ambacho unapenda wewe, ndugu wetu msikilizaji. Kwa hiyo hatuendani na kila ambacho mimi napenda, bado tunakwenda na kila ambacho wewe unapenda na kila ambacho kinachoendelea kwenye uwanja wa vita ambacho ni cha kweli, kwa sababu hatuweki uongo hapa kama channel ya Mteba TV. Asante sana, tukutane tena panapo majaliwa. Kesho tena ni siku, tunazidi kuandalia taarifa ambazo tutakuja kuzipata tena baadaye. Lakini kwa wale ambao kwa Marekani, hizi habari wamezipata asubuhi. Wale ambao kwa Afrika wamepata ni mchana. Lakini ikifika mchana pia Marekani watapata zingine, lakini ikifika jioni saa 2 saa 3 ya usiku, Afrika wanapata habari zingine. Tunavyozidi kusonga mbele na taarifa zetu. Na wale ambao kwa Goma wanatufuatilia kabisa, na watu ambao kwa Bukavu pia kwenyewe unatufuatilia, tunapata comment zenu. Watu kwa Minova, maeneo mbalimbali wanazidi kutuandikia, wanasema wazalendo wawai Goma, wanamaliza kazi Bukavu na wataingia Goma muda sio mrefu ili kuchukua maeneo yote ambayo M23 wanakamata. Wengi wanatuandikia group la WhatsApp lipo, cha kufanya tuma namba kwenye comment, tutakwenda kukuunga. Chao.